Zanzibar, Zanzibar, maono. Zanzibar, mwelekeo. Zanzibar, nyumbani. Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni kwenye gumzo la Dira Zanzibar. Ni podcast hii ambayo leo ndio mara yake ya mwanzo kabisa tunaianzisha. Kwa ambao wanaijua tarehe ya Zanzibar angalau miaka 25 iliyopita nyuma ya robo karne hii, watakumbuka kwamba baina ya mwaka 2003 na 4 kulikuwa na gazeti likiitwa Dira Zanzibar nyumbani kwetu visiwani Zanzibar, gazeti ambalo ilikuwa ni la mwanzo kabisa huru la masuala ya kisiasa na uchambuzi wa masuala mengine ya kijamii baada ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa sababu tunajua kwamba Zanzibar haikuwa ngeni katika vyombo vya habari. Kwa hakika ilikuwa ni taifa liloanza mwanzo kabisa kuwa na vyombo vya habari kwa upande wa magazeti katika Afrika Mashariki nzima, lakini baada ya hapo tunajua historia tulivyokwenda. Baada ya mapinduzi, miongoni mwa waathirika wa mwanzo kabisa ni tasnia ya habari. Kwa hivyo vyombo vingi vya habari vilikwenda kwa maana ya magazeti. Ala kulli hali, Dira Zanzibar ilianzishwa na waasisi wake, miongoni mwao tunao hapa Bwana Ali Saleh Albato, mwandishi wa habari wa siku nyingi sana, na mzee wetu ambaye alitangulia mbele ya haki Rahamo, mzee Ali Nabwa, na wengine kina Ismail Jusa na Sheikh Salim ambaye huenda tukana naye pia, Salim Biman na wengine ambao huenda tukana nao hapa, na sisi wengine tulikuwa wadogo wakati huo, tulikuwa tuna kuzwa na wakongwe hawa, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hivyo kwa mintarafu ya kuenzi harakati hizi na kwa mintarafu ya kuendelea na ujumbe ambao ulianzishwa miaka 25 kiasi iliyopita nyuma, tuseme, au pungufu yake iliyopita, tuseme miongo miwili iliyopita nyuma, tunaendelea na kuzungumzia. Nakumbuka miongoni mwa makala ambazo ilichapishwa wakati gazeti lapigwa marufuku mwaka 2003 2004 ni kwamba dira inaweza kufa lakini udira utabakia milele, kwa maana mfumo wa uchambuzi wa habari na kuzingatia tarehe na ajenda ya Zanzibar. Kwa hivyo naam, leo ni podcast yetu ya mwanzo kabisa ya Dira Zanzibar, na makhsusi kabisa sababu tupo katika mwezi, na kwa hakika siku zinazokaribia tarehe 26 Aprili muungano wa Tanganyika na Zanzibar utatimiza miaka 62, na kama tunavyojua kwamba panapohusika Zanzibar, swala la muungano ni kama vile ndiyo siasa kuu ya Zanzibar, yote mengine yanakuja chini yake, na jambo ambalo linavuta makini za watu, linajenga siasa, linajenga mtazamo, linajenga fikra za Wazanzibari. Kwa hakika wao upande wote kwa kuwa kisiasa ule, swala la muungano ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hivyo imesadifu kwamba tunaanza kipindi cha mwanzo kabisa cha Dira Zanzibar katika muda ambapo tunatimiza miaka 62, sio round figure, lakini bado ni miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, muungano ambao ulitengeneza hatima yetu ambayo tunayo mpaka hivi sasa. Useme jala yetu, si hatima, ni jala yetu ambayo tunayo mpaka sasa. Swali kubwa ambalo tunajiuliza hivi leo ni kwamba je, kwa kuingia kwenye muungano, Zanzibar iliongeza uhuru wake, iliongeza mamlaka yake, au ilikuwa kinyume chake, kwamba ilivipoteza vitu hivyo? Na je, muungano huu umekuwa na mchango gani katika umoja, maridhiano na uimara wa Zanzibar? Haya ndio ambayo tunajaribu kujadili hapa leo katika mazungumzo yetu. Tuna wachangia, kila mtu hapa ni mchangiaji wa hakika, kwa sababu ni meza ya duara. Kwa hivyo kila mtu ni mchangiaji kadri ambavyo angependa kuchangia. Na kwa kuanzia nitamkaribisha Ali Saleh Albato, miongoni mwa waasisi wetu, kutupa picha ya jumla jamala kuhusu taswira ya muungano katika muktadha wa uhuru na mamlaka ya Zanzibar. Ali Saleh, karibu. Asante, nasikika vizuri Sana kabisa. Kwanza ningeweza kupenda kuanzia na hili gazeti la Dira ambalo ndo tumelichukua jina lake kwa ajili ya kipindi hichi au matangazo haya, na kiasi miezi 3-4 nyuma nilipata ushirikiano mkubwa sana wa Bwana Hamza Rijali, na kusema kweli hivi sasa nina mkononi karibu nakala zote za Dira
katika njia ya soft. Kwa hivyo inawezekana wakati wote wale ambao hawakuwahi kuliona dira tukalipachika juu ili liwe kama sadaka kwa watu waweze kuliona, wale ambao hawakuliona na pengine hawangekuwa na njia ya kuliona, kwa sababu kila ambaye ana dira hataki kumwazima mtu hata dakika 5, anaogopa kwamba halitarudi tena mikononi mwake na atakuwa amepoteza hazina moja kubwa sana ambayo dira ilijengea katika mwaka mmoja kasoro wiki moja ya uhai wake. Tuje katika muungano. Kusema kweli, muungano ulitengenezwa katika hatua ya haraka sana, ama kwa kisingizio cha kuambiwa kwamba Wamarekani walitaka waunganishe Zanzibar na Tanganyika, lakini pengine pia kwa kisingizio chengine kwamba Tanganyika wenyewe walianza kuonesha hofu ya ile hali ya ukakamavu ambayo ilikuja nayo Zanzibar. Na baadaye, baada ya miaka, kuna waziri mmoja alifariki hivi karibuni, alikuja akasema Lukuvi, kwamba kumbe hata Tanganyika yenyewe ilikuwa haitaki Zanzibar isimame peke yake. Alikuwa akisema kwamba hata Tanganyika yenyewe walikuwa wanaogopa Zanzibar isije ikawa ni radical part of East Africa na badili yake. Walikuwa wanaogopa kwamba Zanzibar isije kajiunga na Waarabu au Waomani, jambo ambalo Wazanzibari walikuwa ndio wamejikomboa nao. Kwa hivyo hilo lilikuwepo, lakini pia dalili nyingine kwamba kulikuwepo nia hiyo ni jinsi ambavyo wenzetu katika kitabu cha Dr. Professor Harith Ghassani na yale yaliyotokezea, matayarisho yaliyofanywa Tanga, Kipumbwi, na matayarisho yaliyofanywa na kina Hanga na kina Kawawa kuwaleta watu hapa kuweza kushiriki katika mapinduzi. Lakini pia ushahidi ulikuwepo hapa, wanakuja kupindua, wakawa mpaka wanataka kumpandia mwenye nchi Karume Ikulu, wakawa wanaingia wanafanya hivi wanafanya hivi, kuonesha kwamba wao sio wapo hapa kwa ajili ya kuja tu kusaidia mapinduzi, lakini kwa maana walikuwa wanataka nafasi. Mpaka Karume akaambia Nyerere, bwana hao watu wako washakuwa mimi siwapendi tena, sasa wanafanya mambo ambayo mimi sitaki yawepo, wakaondoshwa. Lakini mengine jinsi ambavyo ule usiri uliokuwa ukifanywa na mambo ambayo yalikuwa yakiongezwa kinyume nyume na taratibu na Nyerere, namna ambavyo walikuwa wakilazimisha mambo mpaka Karume akasema kwamba mbona mambo mengine hatukuungana, yanatajwa yanalazimishwa, na mwisho Karume akatamka kwamba tukiona tumetubana sana ili kodi tutalivua. Kama mimi nasema haya yote yalifanya na ule sijui ujinga au uchanga wetu kukubali kwenda kuungana na mtu mkubwa kama yule ambaye tumekuwa naye jirani kwa miaka yote, na tungeweza kuwa naye jirani kwa sababu ujirani ungekuwepo tu, kwa sababu hakuna anaweza kuendesha Zanzibar wala hakuna anaweza kuendesha Tanganyika. Kwa hiyo nafikiri kuna makosa sisi wenyewe kama Zanzibar tulifanya, na haya yalikiriwa na katibu mkuu wa kwanza Baraza la Mapinduzi aliyesema kwamba vitu vingi sana havikushauriwa, vilikuwa vinafanywa kinyume nyume au kisirisiri. Hata yeye akaambiwa na Nyerere, watu wanataka kuzungumza kama mtoto mdogo, hebu nenda kakate nywele, watu wazima wapate wazungumze. Kwa hivyo naamini kulikuwa na makosa upande wetu, kulikuwa na ubaguvu au msukumo wa Tanganyika, pamoja na kimataifa kama Marekani walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanaogopa Zanzibar isije kawa Cuba nyingine ya Afrika Mashariki. Na hii inamaanisha nini Ali panapohusika uhuru na mamlaka ya Zanzibar? Kwa hivyo je, kwa sababu palikuwa na mabavu ya aina fulani, palikuwa pana aina fulani ya shinikizo, inamaanisha kwamba uhuru ulipungua, mamlaka yaliondoka, au ilikuwa ni kutanua uhuru na kutanua mamlaka? Kwangu mimi sidhani kwamba kulikuwa na haja ya mambo 11 to start with. Hakuwa na haja ya mambo 11. Yale 11 yalikuwa mengi tayari. Na pengine alikuwa kimtego kama Ismail Jusa na wengine wanavyosema, baadaye yale yakanyambuliwa yakafanywa na karibu sasa hivi 40 na. Lakini sisi labda kwa sababu hatukushirikisha watu wetu, labda kwa sababu Karume alikuwa na uoga wake wa kutaka kuogopa kwa ataondoshwa na vijana wake wa Afro Shirazi wale ambao ni wasomi,
lakini pia na kwa upande wa umma. Akakubali kufanya mambo ambayo katika mwanzo ilikuwa tuanze na mambo machache sana, kuanza mambo mengi. Kwa hivyo tulianza kupoteza uhuru wetu na mamlaka yetu from day one, kama wazungu wanavyosema. Kwa hivyo upande wetu wenyewe, makosa yetu. Lakini je, Karume alikuwa na ajenda gani? Pengine Karume alikuwa na nia safi, lakini mimi sifikiri kama alikuwa na nia safi sana, kwa maana ya kwamba alikuwa anajua akiipeleka Zanzibar kule itapata madaraka zaidi, itabaki na madaraka yake, au itakuwa na nguvu zaidi. Hapana. Lakini sifikiri kwamba alijua kwamba anakwenda kupoteza kikubwa kuliko ambacho alikuwa nacho yeye moyoni mwake, kwa sababu Karume na sifa zake zote alizokuwa nazo, hakuwa mtu wa elimu ya kiasi hicho katika mambo haya ya kutafuta miungano ya kuunganisha serikali, ya kuunganisha nchi. Kwa hiyo tukajikuta tumekubali mambo mengi. 11 alikuwa ni mengi sana, kwa sababu kwa tayari ishachukua vitu vyetu vingi. Ile hatua ya kwanza tayari ishachukua vitu vyetu vingi, na pengine vile vile hatukufanya mkataba ambao ungeweza kusema mpaka ni huu hapa, na chingine chochote kile kitafanya kwa utaratibu kadha 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 kadha. Tukaacha kama ni wazungu wanasema sijui open. Matokeo yake ni kwamba ndani ya muda mfupi tukajikuta tumepoteza. Ungetaraji Zanzibar labda pengine ingepoteza madaraka yake baada ya miaka 60, baada ya miaka 50 ingekuwa, lakini ndani ya mwaka mmoja, miwili, mitatu tayari ilikuwa inaonyesha tushapigwa bao. Naam, asante Ali Saleh Albato kwa kuanza kutufungulia mazungumzo yetu ya Dira Zanzibar, toleo la mwanzo kabisa, kwa maana ya kipindi cha mwanzo kabisa ambapo tunaangalia miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kuanzia sasa tutaomba ambaye anataka kuzungumza ainue mkono, lakini wakati tukisubiri anataka kuzungumza tutamwalika hapa bwana Haidar bin Haidar. Uzoefu wako wa miaka mingi sana wa kuwa ndani, wa kuishi nje ya nchi, bila shaka ukiishi katika jamii ambazo zina miungano pia, manake Zanzibar si nchi pekee ambayo ina muungano na nchi nyingine. Kuna jamii ambazo zina miungano. Nchi ambayo uliishi muda mrefu sana ilikuwa nchi au mpaka leo nchi ambayo ina muungano. Uzoefu wako huu wa muungano ambao katika nchi ulioishi na muungano wa Tanganyika na Zanzibar unakupa mfano gani na mpishano gani, bin Haidar? Huu muungano ambao unazungumzwa, ambao hivi sasa umetokea miaka 62, I am very much concerned wa muungano sasa. Na hata Alinabwa alivyokuwa na hii gazeti la Dira, alinipigia simu siku hizo, niko bado kwenye siasa, niko member of parliament katika Holland Islands. Akaniambia hebu mualike Salma Saidi aje kutembea huko. Mimi nikaandika barua kwa nataka Salma Saidi aje dada kwenye balozi wa Finland, aje kutembea huku. Yeye ni journalist, anakuja kutembea kutizama how Holland Islands function with Finland and Holland Islands. Salma Saidi akaja, akakaa pale wiki mbili, mimi ndio nikampokea. Akaja akatizama, nikamwonyesha kila kitu, akaingia mpaka parliament ya Holland Islands. Hapo ndipo wakati Amani Karume na Kafu akaamka akasema basi twende tukaitembee hii Holland Islands. Amani Karume akaja na 17 people of delegation pamoja na Makanjuki, wakaja kutizama hii Holland Islands na huu muungano wa Finland na Holland. Tukawafanyia mazungumzo ya 2 days katika Holland Peace Institute. Tukafanya dina, tukawaambia what can be done kwa hii muungano baina Zanzibar na Tanganyika, vipi itaweza kufanyika. Kuna ushauri wameuchukua na kuna ushauri hawajauchukua. Kidogo kabla ya mbele Bidhadar mzima, kabla ya mbele nilikuwa naomba utupe hasa mfanano ambao upo, kwa mfano na kisiwa cha Holland na muungano wake na Finland, na visiwa vya Zanzibar na muungano wake na Tanganyika. Je, unavyoona wewe pana kile kinafanana kati ya vitu hivi, kwa maana ya aina ya muundo wake na pia utekelezaji wa muungano wake vikoje?
halafu tuje kile ambacho mliwashauri na kipi ambacho alikitekeleza ambacho hakitekeleza. Muungano wetu wa Åland Island ni kwa Åland ni self independent kabisa, juu ya kuwa sisi tuna muungano na Finland. Finland hawana ruhusa kutuingilia katika chochote isipokuwa pesa, foreign affairs na defense. Basi haya matatu tu basi. Lakini chochote tunachokifanya sisi katika Åland Island, basi serikali ya Finland hawana kusema kuwa tunataka, hamna ruhusa kufanya kitu. Na hii ndio ilikuwa ifanyike pale Zanzibar na Tanganyika. Iwe Zanzibar wana mamlaka yao na kujitegemea, lakini haijafanyika. Ndio hapa katika ushauri ambao walope, na hata Mfini akija Åland, basi lazima akae miaka 5 pale Åland ili kupata uraia wa Åland. Sio ukazi, manake Åland kwa hivyo wana uraia wao peke yao kando na uraia ya Finland. Yes. Au uraia ni mmoja kama ilivyo Tanzania, kwa maana uraia kwa Mfini, wewe unaweza kumfini kwa wewe ni Åland, lakini Mfini hawezi kuwa raia ikuwa hajakaa Åland kwa muda miaka 5. Kwa ni mfano wa Zanzibar pia, kwamba huwezi kuwa Mzanzibari kama wewe ni Mtanganyika, leo kama miaka 10 unaweza kuomba na kuwa Mzanzibari, ama si? Hiyo ndio ushauri waliochukua kutoka Åland Island. Baada ya Amani na Mwakanjuki kuja kule 2005. Moja katika ushauri waliochukua ni huo. Nakumbuka uzuri, maana yake nilikuwepo kwenye conference hiyo ya kudini. Huo ni moja kwa Mtanganyika akija Zanzibar lazima wewe Mzanzibari kwanza ndo aweze kununua ardhi, aweze kufanya hichi, aweze kufanya, lakini hana ruhusa kufanya. Na Åland ni hivyo. Mfini akija Åland hana ruhusa ya kununua chochote, hata apartment hana ruhusa. Lazima awe raia wa Åland. Na kuwa raia Åland, kwanza aweze kusema lugha ya Ki-Åland ambayo ni Swedish. Pili, hajaingia kwenye criminal cases, criminal nini. Na tatu, anakuwa manake ikuwa anataka kuanza biashara awe na pesa na kiasi fulani ili kuanza biashara. Otherwise anaweza kufanya kazi tu, lakini hawezi kununua ardhi. Hawezi. Kabisa, hata ukifanya vipi. Naam. Asante Ben Haidar kwa kutupa maarifa. Ni kuombe Shoman, karibu sana. Okay. Kwanza nianze kushukuru mwandaaji pamoja na wachangiaji walikwisha kuchangia na wote walikuwepo katika huu ukumbi wetu kwa leo kuhusiana na mada nzuri ambayo inataka kutukumbusha mambo mengi. Mimi sitotaka kuzungumza sana katika suala la dira kwa sababu mimi nilikuwa msomaji tu wa gazeti la Dira, lakini nilikuwa si mchangiaji katika gazeti la Dira. Kuhusiana na suala la mapinduzi si muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Kwa kweli suala hili ni suala tata sana, na ni kwamba wachambuzi na waandishi wengi wameandika sana kuhusiana na suala hili. Na huwezi kuzungumza muungano bila kuzungumza suala la mapinduzi au madhila yaliyotokea mwaka 64 kwa kile ambacho kinachoitwa wengine wanasema mapinduzi, wengine wanasema mavamizi. Kwa vyote vile utakavyoita inategemea na wewe uko katika upande gani katika hiyo nadharia. Kwa hiyo ukichukua mambo haya mawili ni kwamba unaweza ukapata picha kamili ya hicho ambacho kinachoitwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ukiangalia hasa katika nadharia za kama makaratasi yao ya siri wenyewe wanavyosema ya Marekani, wanasema ni kwamba yani haya yote mawili ni kwamba suala la mapinduzi
na suala la huu muungano ni kwamba ilikuwa sio interest hasa ya wapande wa Zanzibar. Na kama utaisoma document ya Marekani ambayo kama inavyozungumza 100 days, ukenda ukisoma katika peji namba 20 inazungumza wazi kabisa ya kwamba kulikuwa kuna malengo mawili. Kwanza ule uhuru ambao wengine wanasema ni uhuru wa bandia au wengine wanasema ni uhuru ambao kama ni uhuru kamili, limetumika neno pale ni kwamba ilikuwa ni wanasema ni dhambi au ni kitu ambacho kimelaaniwa na kanisa, hususan kwa tunaita machotara au Waarabu kutawala Zanzibar, kwa sababu neno lilotumika pale limetamkwa na neno asma, yani ni kwamba yani kama kanisa limeaccuse, yani ni kwamba ile swala ni kwamba kanisa limelani kabisa kwamba watu hao. Na ukisoma katika hiyo paragraph anazungumza kwamba mapinduzi hatakuwa na maana kama Waarabu au jamii ya kina Abdurrahman Babu na jamii yake ni kwamba watakuwa wamo katika hiyo serikali. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwamba hiyo nadharia ambayo ilitoka. Lakini ukirudi kidogo ukenda ukiangalia kwa mfano katika kipindi hichi ambacho tuko nacho ambacho tuna rais wa Zanzibar huyu ndugu Mwinyi pamoja na rais na rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Samia, ukenda ukisoma kitabu chao walichotoa ambacho kimetoka hichi cha makamu wa pili wa rais ambaye anashirika masuala ya muungano, nafikiri kilichotoka mwaka juzi, ambacho wamezungumza katika kitabu kile ni kwamba mapinduzi walipewa si wa Zanzibari, yani uhuru walipewa si wa Zanzibari, kwa sababu waliopewa walikuwa ni machotara. Sasa unaweza ukajiuliza, ina maana ikiwa mtu ni chotara wa Zanzibar, ina maana si Mzanzibari? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo ukianza kuvisoma unaweza ukapata picha kile ambacho kinajenga katika vichwa vya watu. Na hii sera ndio mpaka leo bado iko katika aina ya tawala zetu, aina ya ajira zetu na aina ya maisha yetu ambayo tunayoishi. Lakini si hivyo tu, ukenda ukisoma kuna document nyingine wa Marekani ambayo wanasema mchafukoge, hali ya mchafukoge ya sasa Zanzibar, au kwa wenyewe kama walivyoita the current disarray of Zanzibar, ni kwamba amezungumza kwamba muungano ilikuwa sio interest ya Zanzibar, wala Zanzibar haikuwa ni popular kwao, yani haikuwa ina maarufu kwao, isipokuwa ilikuwa imetengenezwa kwa maslahi ya pande mbili. Na ukenda ukisoma document hiyo ambayo nimetaja mwanzo, anazungumza kwamba lengo hasa ni kuimeza Zanzibar, ku observe Zanzibar yote, ushafahamu. Kwa hiyo wao walikuwa hawachukulii kama kulikuwa kuna ukomunisti au kuna Waarabu whatsoever. Kwa hiyo unaweza ukaona watu 300,000 wanaweza kuungana na watu milioni 10 au wengine wasema milioni 12 kwa wakati huo. Kwa hiyo lengo hasa ilikuwa ni ku observe Zanzibar na kuweza kuameza na kuweza kuhakikisha ni kwamba Zanzibar haiwezi kuja juu. Kwa hiyo muungano haukuwa na maslahi makubwa kwa Zanzibar, bali muungano imekuwa ni disaster kwa Zanzibar, au imekuwa ni jinamizi kubwa ambalo lipo kwa Zanzibar. Mimi naomba nisimamie hapo kwa sasa hivi, nisiendelee sana kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaweza Asante Shome, lakini naomba usituache utufanulie hili moja kwamba umeonyesha pana mahusiano kwa mujibu wa maandiko ambayo umeyataja baina ya mapinduzi na muungano. Ni kama kwamba unataka kutuambia kupitia maandiko ambayo umeyasoma palipinduliwa ili paunganwe, au tuseme pachukuliwe Zanzibar? Maana yake umesema ilikuwa ni absorption. Bila kificho. Ukenda ukisoma katika hiyo document ya 100 days, ukenda kusoma page namba 123. Nyerere ananukuliwa wakati alipobanwa katika mkutano wa kwanza wa OAU, ni kwamba ukisoma katika ile wenyewe wanaita chata ya OAU, ni kwamba kuingilia mambo ya nchi nyingine, kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine. Kwa Nyerere alipobanwa akasema ni kwamba amepata solution baada ya kuingilia mambo ya Zanzibar na vurugu ambazo zimetokea, amepata solution kuiunganisha. Ukaenda ukisoma nafikiri iko katika page namba 123. Kwa hiyo inakupa picha kamili kwamba yeye anasema nimepata njia bora zaidi ya kutuliza hali ili kuiunganisha Tanganyika na Zanzibar. Ukaenda ukisoma hiyo document page namba 123 unakuta hizo taarifa. Pale katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, baada ya kuhojiwa kwa nini aliweza kuingilia mambo ya ndani ya Zanzibar kwa kile ambacho kimetokea. Iko very clear, Wamarekani wamenukuu, iko page namba 123. Kwa hiyo ambalo lakini angalau Shoma ndio itakuwa inasema kwamba hasemi kwamba alichukua Zanzibar, aliingilia Zanzibar, alichukua Zanzibar kwa sababu alikuwa anataka kuichukua, alisababisha mapinduzi ili aweze kuichukua, lakini pengine aliyatafsiri mapinduzi kwamba ni machafuko
Kwa hivyo ili kuisaidia isiendelee kuchafuka, akaona ni bora kuinyakua, kuisaidia ukenda ukisoma isijiumize. ukisoma labda nisimame katika document hii, niseme katika document nyingine, nisimamie document hii. Ukenda kusoma document hii, nafikiri anza kusoma page namba 110. Kambona anamwambia nani? Anamwambia Karume. Ujapa anamwambia nani? Anamwambia Julius, usiwe na wasiwasi swala la kwamba la mapinduzi, sababu hawa sisi tutaweza kuwameza na tunaweza kutuliza hii hali. Wakati huo tunazungumza ilikuwa ilikuwa ni mapema katika mwaka 63, ilikuwa mid of June, na wakati huo Kambona ndio anatoa silaha zinaanza kupelekwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo naambia usiwe na wasiwasi katika swala hilo. Ni kwamba sasa na hizi nadharia za kwamba watu wamepindua kwa mapanga na manini, silaha zimeanza kusafirishwa kutoka mwezi wa June mwaka 1963 katika document wa Marekani ambayo wameeleza katika na ukisoma hiyo katika document, nenda katika section hiyo ambayo ya mapinduzi pamoja na nini, unakuta kwa hizo nadharia za kwamba mapinduzi yafanyika kwa mapanga na marungu. Hii document wa Marekani imeweka very clear. Kwa hiyo kama yalitokea hayo mapanga yalikuja kutumika baada ya siku 3 ya mapinduzi, ile huenda kwenda kuwaua watu kienyeji mitaani, unafahamu, lakini serikali haikupinduliwa kwa mapanga. Naona isipokuwa mapanga yalitumika watu walipoanza tena mambo ya looting, mambo ya kwanza kuibia watu mali zao, na ni kwamba hapo watu ndio walikuwa nakatu kwa mapanga, na hayo ambayo yametokea. Kwa hiyo hilo halina shaka yote, ndugu Mohamed. Naona liko hivyo, naona. Asante kidogo Mohamed. Mengi aliyosema Showman yako katika maandishi ya Kiswahili. Ni kitabu ambacho kilikusanywa na sahiba yake Abrahman Babu kutokana baada ya taarifa kutoka kwa huru katika mamlaka za Marekani. Na kusema kweli, Mohamed Saleh wa Ufaransa alisaidia sana kukusanya hizo taarifa, na kitabu kipo. Kwa hivyo walikuwa hawajui anachosema yeye. Mara ya mwisho nakumbuka mimi niliwahi kukiona Masomo Bookshop, na kwa bahati mimi ni katika watu waliokipitia kabla ya kuchapishwa. Kusema kweli, kuna taarifa nyingi sana ya kilichokuwa kiendelea na kikipangwa mpaka kujaribu kuwashirikisha viongozi wa serikali ya Kenya namna ya kuleta mabadiliko ya kimapinduzi au kuondosha serikali ambayo ilikuwa imewekwa hapa Zanzibar. Ambrit Wilson. Ambrit Wilson, sahiba yake Abrahman Babu. Kinaitwaje hicho kitabu? Siku 100 zilizoleta muungano Zanzibar. Okay. 100 days. Okay. Kwa cha Kiswahili basi inshallah tutajaribu. Hicho cha Kiswahili. Yeah. Asante. Nam Al-Habibi Abdul Fattah. Umeizima mic yako, hujawasha? Nimeiwasha sasa, nimeiwasha. Tafadhali karibu. Tunakusikia vizuri sana. Asante. Naam. Nashukuru sana kunialika katika mazungumzo haya ambayo kwa hakika ni ya kusoma na kunufaika nayo kila mwaka, kwa sababu kama ulivyoeleza katika utangulizi kwamba muungano ndio uliojenga kile ulichokiita wewe jaala ya Zanzibar. Na nimependa ulivyotofautisha baina ya neno jaala na hatima. Manake jaala ni pale tulipo sasa, yaliyotufika na yanayoendelea kutufika. Lakini pengine hatima tunayo nafasi sisi kama Wazanzibari kubadilisha jaala hii na kuweza kujenga hatima nyingine kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Sasa mimi ni mwanafunzi sana katika mambo haya, lakini labda niseme machache kwa muktadha wa ile anwani uliyoashiria wewe mwenyewe kwamba ni kutazama muungano huu baada ya miaka 62 umetufikisha wapi Wazanzibari katika suala la uhuru na suala la mamlaka ya nchi yetu. Yani huu muungano umekuwa na faida kwetu sisi Wazanzibari katika suala la uhuru wetu, kwa kuzingatia kwamba baada ya Disemba 10, 1963 tulikuwa ni nchi huru na nchi yenye utawala kamili duniani, na mpaka tukafika kuwa wanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini baadaye miezi mitatu baada ya hapo tukawa ni sehemu ya kilichoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na baadaye ikabadilishwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba je, hilo lililotokea miezi mitatu baada ya uhuru wetu wa mwanzo,
limeweza kupanua, limeweza kustawisha uhuru na mamlaka yetu, au limebinya na limepoka mamlaka yetu? Mimi nadhani kama walivyoeleza wazungumzaji waliotangulia ambao ni wajuzi zaidi wa mambo haya, na mengi wametueleza kuhusu chimbuko la huu muungano lilivyotokea, hata kama tutafumba macho tuyawache yale yote yaliyoelezwa katika suala zima la uhusiano baina ya muungano na mapinduzi, na yale yaliyotokea kabla ya kutokea mapinduzi na kabla ya kutokea muungano, wakati wa muungano wenyewe kuasisiwa kwake na baada ya muungano, tukitazama leo miaka 62 baada ya muungano wetu, yale yaliyotokea katika kipindi ambacho sisi ambao labda ni wadogo katika jambo hili, tukitazama tunaona wazi kabisa kwamba si suala la kuelekea mjadala kwamba sisi kama Zanzibar ambayo ilikuwa ni nchi huru, leo hii kila siku zinavyokwenda mbele, sio tu mamlaka yetu yamekuwa yanapungua, lakini kimsingi ni kwamba yamekuwa yanatoweka. Na ukiwasikiliza wanasiasa wetu, wasomi wetu, hasa wanasheria kwa upande hasa wa Zanzibar, wamekuwa wakieleza wazi nukta hii kwamba unapozungumzia suala la kuwa na muungano imara, muungano ulio madhubuti zaidi baina ya Tanganyika na Zanzibar, tafsiri yake ya kivitendo ni kuhakikisha mamlaka iliyobaki nayo Zanzibar katika muungano huu yaendelee kuminywa, yaendelee kumung'onywa na kuingizwa katika sehemu ya kile kinachoitwa masuala ya muungano. Kwa maana kwamba badala ya muungano kuwa na msingi wa kuifanya Zanzibar iwe na nafasi zaidi, iwe na mamlaka zaidi, iweze kujisogeza mbele zaidi, lakini kwa masikitiko ni kwamba umeonyesha kwamba kadiri suala hili linavyokwenda mbele, kadiri siku zinavyokwenda mbele, ni kwamba Zanzibar inaendelea kupoteza kila ilicho nacho kutoka katika swala la mamlaka, lakini sasa tunakwenda mbali zaidi kila siku, mpaka sasa tunapoteza kitu muhimu zaidi kuliko vyote, yaani hata utambulisho wa Uzanzibari. Ukitazama katika historia ya muungano tunaambiwa kwamba ili kuifanya Zanzibar isiwe na hofu ya kwamba itamezwa na Tanganyika, hiyo ndiyo sababu iliyopelekea sisi kuachiwa kuwa na serikali yetu, rais wetu, na pengine chombo chetu cha kutunga sheria. Lakini ukitazama leo hii hali halisi ya Zanzibar katika muungano ni kwamba Zanzibar yenyewe inabakia zaidi kuwa ni jina, na si ile Zanzibar kwa maana halisi ya kuwa na utambulisho wake kwa msingi wa utamaduni wake, mila, silka zake na mambo yake mbalimbali. Na zito zaidi ambalo mimi binafsi limenigusa katika kuona sasa hivi kwamba baada ya miaka 62 ya muungano, na watu wengi wamekuwa wakieleza kwamba tukiangalia mambo mbalimbali yanayohusu muungano, jinsi yalivyokuwa yapo katika mamlaka na katika kuhodhiwa na upande wa Tanganyika, tukio lililotokea baada ya kufariki rais wa awamu ya 5 kama sikosei, kutoka Mwalimu, Mzee Mwinyi, Mkapa, Kikwete, baada na Rais Magufuli alipoaga dunia, wakati Mzanzibari wa kwanza kwa maana halisi, Rais Samia Suluhu Hassan, alipoweza kushika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, tumeona ni jinsi gani kile kilio ambacho Wazanzibari wamekuwa wakilia kwa miaka na miaka kwamba muungano huu unawaminya, muungano huu unawanyonya, muungano huu unawaonea. Kwa mara ya kwanza tumeona suala la katiba tu kutekelezwa na Mzanzibari, kupewa nafasi kikatiba akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni jinsi gani wenzetu kwa upande wa Tanzania bara au Tanganyika, kuanzia vyama mbalimbali vya upinzani, viongozi wa kidini, bali hata ndani ya chama tawala chenyewe CCM, ni jinsi gani umezuka moto wa kumpiga vita rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais halali, kwa sababu tu ya Uzanzibari wake. Na hii nahisi imezidi kuweka hadharani au kuweka wazi kwamba mbali na waasisi wa muungano, lakini hata warithi wa muungano wa upande wa Tanganyika wamekuwa na dhana pengine kubwa zaidi kuliko ya watangulizi wao, kuona kwamba katika muungano huu Zanzibar inaendelea kubaki kuwa labda ni kama alivyosema Mzee Msekwa kwamba labda ni msindikizaji katika huu muungano au mwalikwa katika huu muungano. Na kubwa zaidi ni kwamba inaonekana kile ambacho kimekuwa kikisemwa kwamba ndoto ya Mwalimu Nyerere, kama alivyoeleza Mzee Jaji Joseph Warioba, kwamba ndoto ya Mwalimu Nyerere ilikuwa ni kuona kwamba muungano huu ambao sasa ni wa serikali mbili unatoka katika hatua hii
na unaelekea kwenye serikali moja, kwa maana kwamba Zanzibar nayo inatoweka kikamilifu na kuwa ni sehemu ya kile kinachojulikana kama Jamhuri moja tu ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo tukitazama leo baada ya miaka 62, nadhani kwa mukhtasari kabisa ni kwamba kila kitu kiko wazi, kwamba muungano tulipofikia, tunakotoka na tulipofikia, na kadiri siku zinavyokwenda mbele unatupeleka katika hali ambayo kama hakutatokea mabadiliko makubwa sana, mageuzi makubwa sana ya kikatiba, ya kisheria, ni kwamba bila shaka yoyote itafika siku ambapo sisi Zanzibar hatutakuwa na mamlaka tena hata ya kisheria katika muungano huo, hata kama itaonekana kidhahiri kwamba bado tuna serikali yetu, bado tuna bunge letu, bado tuna rais wetu, na bado tuna vyombo vyetu vya mahakama. Kwa hivyo kwa mtazamo tu wa wazi ni hiyo ndio hali halisi ilivyo, kwamba muungano huu kwa jinsi hapa ulipotufikisha hivi sasa, na pengine sote tunajua kwamba matarajio makubwa au ndoto kubwa ambayo sasa Watanzania wote wabaki nayo ni kuona katika kipindi hiki cha pili cha uongozi wake Rais Samia atekeleze ile ndoto ya kuweza kuleta katiba mpya kwa ajili ya Watanzania. Labda kupitia huko tutarajie kwamba kile ambacho Wazanzibari wamekuwa wakikitamani kwa miaka mingi, kuona kwamba mfumo wa muungano unafumuliwa na wao wanakuwa kweli ni sehemu moja yenye mamlaka kamili katika muungano huu, itaweza kudhibiti. Asante sana Abdul Fattah Musa kwa kutupa utando kwa hakika kuhusu sio ya zamani, lakini ya sasa tunazungumza hivi sasa tulipo sasa, si miaka 62, lakini leo huyu katika mwaka wa 62 wenyewe hali ya Zanzibar ikoje? Na Morita, kwako wewe na Morita. Okay. Nadhani maiki yangu iko wazi. Ndio, iko wazi. Okay, nasikika. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, baada ya kumsikiliza kakangu Abdulfatah, nikamsikiliza Ben Hadari na Shoman, mimi nilikuwa na badala ya maoni nilikuwa na maswali zaidi kuhusiana na naweza kusema ni kuweza kumsikia vizuri na alifanya kusema nimeingia katikati, lakini nilikuwa na maswali zaidi kuliko maoni, na maswali yangu yanakwenda kwa sisi sote ambayo tunapaswa tujiulize kutokana na hii miaka 62 ya uhuru na mamlaka Zanzibar. Kwanza, kwa nini tunazungumzia uhuru na mamlaka wakati tunajua kwa miaka 62 uhuru wala mamlaka Zanzibar haina? Zanzibar imekuwa ni vitu ambavyo havina mamlaka ya kuchagua wanachotaka, ya kutunga sheria wanazotaka, na wala kuzitekeleza sheria wanazotaka ni lazima isimamiwe na bara. Swala kwanza. Kwa hiyo tunaambiwa tu, nimemsikia Abdul Fattah anazungumza, anasema chombo cha kutunga sheria, chombo kipi kinatunga sheria za Zanzibar? Na lazima tueleweshane na tufahamishane chombo gani kinatunga, unless kama chombo anachozungumzia yeye ni ile Baraza la Wawakilishi ambalo ni nadhani stamp duty ya sheria au amri ambazo zinazotokana tokea upande wa pili, alafu zinakuja Zanzibar kama kwenda kutiwa sahihi, yani kuthibitishwa kama zinafanya kazi. Na pia akazungumzia kuhusu habari ya utambulisho wa Zanzibari. Utambulisho wa Zanzibari, je, upo? Na kama upo, kwa nini hautumiki? Je, miaka 62 hii ya uhuru, nani ambaye alipaswa kusimamia utambulisho wa Zanzibari au kuwepo Zanzibari? Na kwa nini leo? Kwa nini isiwe juzi na jana? Kwa nini tusubiri mpaka Samia aseme kama mimi sasa hivi kama Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania nataka kutengeneza nakubali kutoa katiba mpya ili Zanzibar iwe na mamlaka kamili? Kwa nini Wazanzibari kama Wazanzibari hawajafikiria kusimama kwa umoja wao kuweza kupata mamlaka kamili na kuweza kupata mabadiliko ya katiba ambayo itaifanya Zanzibar iweze kuwa na mamlaka yake, iweze kuwa na uhuru wake, na iweze kuwa pia na haki, yani kitu uhuru, mamlaka na haki ya kufanya kile ambacho wanachotaka wao wenyewe. Na maswali yangu ni haya. Asante.
Asante sana Bwana Morita, bila shaka tutamuomba Ali Saleh kwa sababu yeye bali ya kuwa mwandishi wa habari, mwanasheria, mwandishi wa fasihi, lakini pia ana bahati ya kuwa mwanasiasa pia. Ni mtu ambaye kachanganya vitu vingi wakati mmoja. Alikuwa bungeni na alikuwa pia msemaji wa kambi ya upinzani mambo ya muungano kipindi fulani, nadhani baina ya mwaka 2005 mpaka 2010 ama 2010, sisahau miaka, lakini atatuambia mwenyewe hapa akija. Kwa hivyo tutamwomba atupe majibu ya kitaalamu na kisheria, kwa sababu alikuwa katika chombo cha kutunga sheria. Tuomba mtazamo wako Asante. wa kupitia Haya, maswali ambayo mtu ameuliza hapa. okay. Pale mwanzo uliponitambulisha ulitakiwa kueleza tu namna gani mapinduzi ya Zanzibar ilikuja, na sikuwa na nafasi ya kuelezea juu ya mambo ambayo yamekuwa kipingamizi sana kwa mambo ya muungano, na kama huyo dada yetu wa mwisho alivyosema, kuna mambo ambayo mtu mwingine wa kawaida anajiuliza, kwani likufanyika jana linafanyika leo? Kusema kweli, katika muungano, kama nitakumbuka vizuri, nakumbuka kama zimeundwa tume zaidi karibu ya 40 mbalimbali, zimeundwa ndogo ndogo na kubwa kubwa, lakini pia kamati za uchunguzi nyingi zimefanywa. Kumefanywa vitu vingi. Imeundwa tume ya Warioba, ambayo kwa bahati mimi nilikuwa katika tume ya Warioba, na tume ya Warioba ikafanya utafiti mkubwa Zanzibar na bara, na mwisho ikaonekana kwamba Watanzania wengi wa upande wa bara walitaka serikali tatu, Watanzania wengi wa upande wa Zanzibar walitaka serikali tatu. Kwa maana kwamba watu wa Tanzania wengi kwa ujumla average walikuwa wanataka serikali tatu, kwa maana ya kwamba waliona wamekuwa wakiona kuna vitu vingi sana vimekuwa haviendani sawasawa na kile ambacho nchi mbili zingeweza kufaidi upande wake, au kila nchi ikaona kwamba ina uhuru na mamlaka ya kutosha. Hivi sasa Zanzibar imekuwa ikilalamika muda mwingi kwamba pale mwanzo nilisema mambo ya kwanza ilikuwa 11, lakini ilikuwa ni zaidi ya 11. Hivi sasa tunazungumza orodha 40 na ushei ya mambo ya muungano, kwa maana ya hichi kikichambuliwa kikatwa robo, kikatwa nusu, kufanya hivi. Mambo haya yamekuwa kulalamikia kwa muda mrefu, na ambayo mengi ni yale ambayo yanapunguza mamlaka na uhuru wa Zanzibar kuamua kiuchumi, kuamua kisiasa, kuamua kimaendeleo yake. Mambo mengi hayapo hayo yamekuwa yakitajwa ambayo yangeweza kuzungumzwa na yakaiko sawa na kila upande ukajihisi kwamba una haki katika muungano. Lakini serikali ya muungano haina interest kuona Zanzibar inajisimamia wenyewe. Serikali ya muungano haina interest kuona Zanzibar inajamulia mambo yake wenyewe, yani mamlaka zaidi nakusudia. Kwa hivyo katika muda huu ambao tumekuwa tukilalamika, na naamini chama changu cha ACT mwishoni mwa wiki ijayo watakuwa na mkutano mkubwa sana Pemba, ambapo watazungumza mambo ya muungano kama alivyozungumza mwaka jana ilifanyika hapa Unguja, na naamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo tungeweza kuvifanya kama nchi Zanzibar na bara kuwasaisha, na muungano uko na maslahi na pande zote, na pande zote mbili zikawa zinaridhika kuliko ilivyo hivi sasa. Kusema kweli, kwa dakika ambazo tulizo nazo hatungeweza kutaja mambo ambayo kama niliyosema ambayo yamekuwa ya kimuungano kwa mlango wa nyuma, yako mengi. Hatungeweza kuzungumza mambo ambayo Zanzibar imekuwa ikikwazwa nayo kwa sababu ya kutokuwepo na mamlaka ya kufanya maamuzi yake mwenyewe. Mimi ningeshauri kama ulivyosema mwenyewe mwanzo kwamba kutakuwa na sheria ya muungano tarehe 26 Oktoba Aprili. Kwa hivyo labda tuipatie nafasi kubwa zaidi, tualike wataalamu wengi zaidi, kwa kuwa leo ilikuwa kama ilikuwa ni uzinduzi wa ufunguzi wa hii dira. Kwa hivyo hili tulipe muda hata kama vipindi vitatu vinne, ili twende tufike mpaka kwenye ukoko na sudishie kwenye matandu tu peke yake, ili tujue, na pengine utakuja watu watatoa maoni mbalimbali, hasa sasa hivi tukielekea kwamba kuna uwezekano wa kuwepo na mkutano wa kitaifa wa kujadili mambo ya muungano, na hili ni moja katika ambalo ni kuu la kusimamiwa.
au labda ukuwa na nafasi labda vipindi vingine vile tualika watu wengi wataalamu waje wachambue, na iwe maksudi kwa ajili ya uchambuzi na sio kwa ajili ya kuja kujulisha tu dira leo. Asante sana. Naam, asante sana Al-Saleh Al-Batu. Bila shaka tutafanya hivyo. Ya wiki inayokuja tutakuwa na mazungumzo na bila shaka itakuwa ni mada kuu hiyo, kwa sababu kama tunasema leo ni siku ya uzinduzi wa Dira Zanzibar, podcast yetu ambayo itakuwa inakwenda kila wiki mara moja. Kwa hivyo wiki ijayo mngependa hapa tukapata hapa tutazungumzia na tutatanua kwa undani zaidi au kwa kina zaidi mada hii. Al-Rabu pale mwanzo tuliokosa na sasa umerudi na tunakuona hapo kwenye kamera yako. Tunakuomba japo dakika 2 kiasi tupe baraka zako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana. Karibu. Asante bwana, utanisame, unanipigie, unaniita, nilikuwa na mimi nahangaika. Unajua hatuzitumii sana si wengine hii Zoom. Kwa hiyo mpaka tuhangaike kidogo. Ni kweli. Nimesikia japo mtanisame, nimeingia katikati na nimeasikia kidogo. Nimemsikia dadangu na Morita na bwana Al-Saleh na wewe pia, asante kwa utangulizi wa nini ambacho kinachozungumzwa. Lakini mimi pamoja na yote niliyoyasikia, jambo moja ninalolihisi, utanisame kama nitatoka kwenye mada, lakini nahisi kama sisi katika muungano, najua Zanzibar imefanya different approach katika kwenye muungano, mazungumzo na baadhi ya watu wamepotea katika muungano huu, lakini nafikiri bado tuna wajibu wa kutafuta njia nyingine mbadala, badala ya kuwa ya kukaa na manake historia inajulikana tayari, kila kitu kinajulikana, lakini namna gani tuta approach kwa Zanzibar kuwa huru, nafikiri kwa mimi ndo ninavyoona, kwa mtazamo wangu, namna gani tufanye ili Zanzibar iwe huru. Kwa sababu tukiangalia serikali ya muungano inaendeshwa kichama, na chama kinachotawala hakitaki kuiona Zanzibar ikiwa huru. Kwa hiyo vyovyote tutakavyofanya, bado tutarudi pale pale kwenye serikali ya CCM, na serikali ya CCM muungano ndio uti wao wa mgongo, au ndio tuseme ndo mapigo yao ya moyo. Kwenye kutokuwepo kwa muungano, maana yake Zanzibar huru na Tanganyika itakuwa huru. Kwa hiyo mimi haraka ningesema labda tufikirie upya approach mpya ya huu muungano, kwamba sisi sasa hivi, kwa sababu tumeshatumia njia nyingi za kuitaka kuikwamua Zanzibar ilipofikishwa, sasa tutafute njia gani nyingine ya kufanya. Hilo moja. Lakini la pili, nafikiri dadangu na Morita, kama nimemsikia vizuri, au sijui ulikuwa wewe, lakini mtu aliyezungumza kwamba Rais Samia yuko katika kipindi chake cha mwisho, labda atafanya kitu kuhusu Zanzibar. Abdulfatah alikuwa. Abdulfatah Musa. Naam, bwana Al-Saleh, asante. Sasa mi naona tunarudi pale pale, kwa sababu Rais Samia kaekwa pale na CCM. CCM wana mikakati yao. Moja ya mikakati ni kuulinda muungano kwa nguvu zote. Tumewasikia marais wote waliopita kutoka Tanganyika walichokuwa wanakisema, wataulinda muungano kwa wivu na kwa nguvu zote wanazoweza. Sasa tukitegemea tena turudi kwa Rais Samia, sifikiri kama Rais Samia atakuwa suluhisho la Zanzibar kuwa huru, kwa sababu yeye mwenyewe kafaidika na huo muungano. Yeye mwenyewe kawekwa na serikali ya CCM. Sasa yeye kuendea kuitaka sasa Zanzibar iwe huru, na hisi kwa upande wangu mimi itakuwa kwao ni usaliti wake yeye. Kwa hiyo sifikiri kama hilo yeye atakuwa tayari kuwa yeye ndo chambo, aitwe chambo, msaliti wa chama yani. Kwa hiyo kwa hilo sifikiri kama Rais Samia yeye itakuwa approach nzuri, kwa sababu hata tukiangalia kwa uharaka haraka, sio Rais Samia kama hajui matatizo ya Zanzibar. Rais Samia anajua matatizo ya Zanzibar. Rais Samia anajua
namna gani Zanzibar inaminywa katika huu muungano, na kama alingekuwa mtu ambaye anaitaka Zanzibar iwe huru, maana yake hata huu uchaguzi uliopita kwa approach zote zilizofanywa na vyama vya upinzani ikiwemo na ACT, basi yeye angekuwa wa kwanza kusimamia ule uchaguzi. Lakini tumeona akisimamia uchaguzi zilizovurugwa ndogo ndogo za uwakilishi na ubunge, lakini uchaguzi mkuu wenyewe hakuona kama unahitaji hiyo uangalizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kuingia kwa chama cha upinzani Zanzibar maana yake ni kuharibu, ni kuvunja muungano huo unaoitwa muungano, kwa sababu tunajua hakuna muungano. Uliokuwepo ni ukoloni, japo namna moja au nyingine, sijui kama neno zuri, lakini uliokuwepo ni ukoloni, kwamba nchi moja inaikalia nchi nyingine. Sasa tukiangalia mafanikio, hakuna mafanikio. Kadri ya siku zinavyokwenda, Zanzibar imekuwa ndio mtu anayepoteza kwa kila namna katika muungano huu kuliko Tanganyika. Hivi sasa sijui kama wenzangu mliona juzi, nilisikia katika TV moja, hivi sasa mwaka 2026 Zanzibar tunaambiwa nusu ya wanawake wana utapiamlo. Sasa ikiwa sasa tuko ikiwa katika tuko 2026 na Zanzibar hivi sasa ndio inakumbwa na tatizo hilo ambalo lilipitwa miaka zaidi ya 200-300 kwa Zanzibar, halafu leo hii ndo tunaona. Kwa hiyo tunaona namna gani huu muungano wenyewe pia kuwa ni tatizo, kwa sababu ingekuwa ni serikali ambayo ina uhuru wake, ina mambo yake, ina maamuzi yake, maana yake sifikiri kama huko tungefika. Utapiamlo na maradhi mengine madogo madogo yanakumba sehemu ambazo hazina amani, hazina utulivu. Kwa hiyo na mimi sipoteze muda mwingi, kama mlivyosema, labda tukiwapata hawa wataalamu zaidi, basi tuzidi kuangalia namna gani tunafanya approach mpya juu ya huu muungano, badala ya zile za zamani au ambazo tumezizoea za kukaa na CCM, kuzungumza nao, kuwabembeleza na kila kitu. Asante Bwana Mohamed, kama asante sana Bwana Ali Nabwa, na umechukua jina la muasisi wa Dira Zanzibar, na kwa hivyo ni sehemu moja kumhuisha mzee Nabwa ambaye katika sadaka zake alizotuachia alikututayarishia na kutuachia udira Zanzibar. Mwenyezi Mungu amrahamu kwa aliko. Bila shaka pengine tutakapokuja pia tutaangalia redefine, kutafsiri upya nini maana ya uhuru, nini maana mamlaka. Pengine ndani yake Bwana Nabwa na Bwana Saleh tunaweza kupata pengine tafsiri mpya ya uhuru na mamlaka, na ikawa inafaa ndani ya muktadha wetu wa muungano tulio madawa. Asante. Basi tunafika hapa kwa leo kwenye gumzo letu la mwanzo kabisa Dira Zanzibar. Kama tulivyosema kwamba ni mwanzo tu, tumezindua hivi leo. Kila wiki tutakuwa hapa. Dira Zanzibar itakuwa inaangalia masala mbalimbali na Zanzibar, siasa, uchumi, jamii, utamaduni na kadhalika, na mahususi imesadifu hapa hivi leo tumeanza kufungua wakati muungano maadhimisho yake hapo mlangoni, ndio maana tukayazungumzia, na kwa hivyo pia tutayaendeleza mazungumzo kuhusu muungano katika Dira na ukuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dira Zanzibar.